Hamjambo mtazamaji wa televisheni Muteba TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa ya Jean-Vier Emmanuel Kaluhya. Ikiwa ni mara ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Vitu vyetu vinapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo tunakuja kuzungumzia kabisa kuhusu vita ambavyo vinavyoendelea kwa sasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huko maeneo ya Kipupu katika sekta ya Itombwe. Utakwenda kujua vita hivi ambavyo vimeanzishwa majira ya saa 4 asubuhi ya tariki 13 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Utakwenda kujua mengi kabisa. Kuna kuwa na interview kikubwa ambayo tuliweza kuifanya kutoka kwake Samueli Maele Clever, akiwa ni msemaji wa Unité Speciale inayoongozwa naye Jemadari Ngoma Nzito. Hapa alikuwa na mengi kabisa ya kutaja kupitia televisheni yako Muteba TV. Jambo bwana Mwariri. Unaweza jitambulisha? Ndio, mimi ni msemaji wa Unité Speciale de Wazalendo, naitwa Samuel Maele Clever, nikiwa kamanda jemadari wa hiyo fonction ambayo walinipa. Hiyo Unité Speciale inaongozwa na jemadari Ngoma Nzito Kalembe Delphin. Ndio, leo tunasikia kwamba kuna kuwepo tena na habari za vita maeneo ya kijiji cha Kipupu huko kwenye nyanja za juu ndani ya sekta ya Itombwe. Tungependelea kujua zaidi hizo habari ziko namna gani, wewe kama miongoni mwa wale viongozi wa Unité Speciale ya Wazalendo. Naweza nikwambia kama watoto wetu wa vijana ambao wanafanya kazi wa Unité Speciale ni wa vijana ambao wanaongozwa na Dr. Musa Azam Museveni na wanajeshi wa mtetezi na wengine ambao wanaendelea kufanya kazi. Wale wote ni wakatika ndani ya kundi ya Unité Speciale. Wanaendelea kupambana na adui ambaye alituatake siku zilizopita, alitushambulia tukampiga, akaacha mamaiti mbalimbali, akakimbiana na mangombe za raia, hata na mambo mbalimbali ambayo imefanya kula kuwa mzuri. Na sisi tukamfuatilia, akaacha mamaiti zake, akaacha vyote, akakimbia. Leo hapa bwana journalist, naweza kuambia kwamba vita inaendelea leo tarehe 13. Leo tarehe 13 adui ametuingilia na saa 4 hivi hapo Kipupu na vita inaendelea. Basi mengine nitaendelea kuambia, lakini raia imekimbia yote maeneo zao. Vita imeendelea. Je, na nyinyi mmeacha hiyo maeneo mkakimbia ama wanani wanashikilia Kipupu kwa sasa? Sasa ni vita, siwezi kuambia kwa sababu unajua hata rezo haiko huko, na hapa kwenye niko sasa hivi bwana Mwariri siwezi nikamalizia, lakini na kuinformea kwamba vita iko hapo Kipupu na tunaendelea kujikamata kama vile wa professional. Tutaendelea kutumika juu ya nchi na tusijua sene yote adui na mipango yenyewe iko nayo, na itafika mwisho, kwa sababu sijui kama anaanza lalamika kupitia Minembo msiku chache utasikia mambo itabadilika sawa vile kabumbu moja hivi ya mchezo. Tumesikia kwamba kulikuwepo na kuonekana kwa M23 kwenye vijiji mbalimbali, Rubuga, maeneo mengi tu ambao labda unayafahamu zaidi. Tungependelea kujua, tuambie kwa urefu hizo hali ziko namna gani hadi wafike mpaka maeneo ya Kipupu, Bilalo Mbili na maeneo mengine. Ndio nakwambia kwamba unajua siasa ni vile, lakini adui ametoka Bukavu kuelekea Kaziba, fika Kaziba njia ambao wanaita Rurambo kule Muhuzi, tumepigana naye, alikuwa shakamata Muhuzi, tumepambana nafasi wanaita Kirambi na kama Rurambi kule ambapo tumekamata. Basi adui amepita Rubuga, lakini ilikuwa ni manjia ya chorochoro kwa sababu ni wa vijana ambao wako kule ni wa Kitutsi, wanajichanga na wale wa Rwanda, wale ambao mlikuwa mkiita wa Nyamlenge. Mnajua ya kwamba ni hao ambao wanaendelea kutatiza raia na kutia watu katika hali isiyowezekana. Lakini naweza nikakwambia tufahamisha kwamba adui akapitia Kashongo, ni hapo kunakuwa Red Tabara. Red Tabara ni watu ambao wametoka Burundi, ili ni waasi ambao wa Burundi ule Burundi, wamekuja kufanya madega katika nchi ya Demokrasia ya Kongo. Wakiwa hapo Kashongo ni katika tarafa la Mwenga, sekta ya Itombwe, pia kwenye groupment ya Wasimkinji ya pili ni hapo Magunda, kwenye kunakuwa hao wahuni wa terrorist kutoka Burundi wakichangana pamoja na M23.
ni hao ambao wanawatosha kule, wanawapitisha njia hapo, kwa sababu njia za kupita Masango zote zinafungiwa na wazalendo huko na kule, mafronza mingi mamitaa ambayo tunaendelea kufanya kazi na tutaendelea kufanya kazi bwana Mwariri. Ndio tumesikia vile vile hapa majuzi kwamba kwa mlima Point Zero hadi mpaka kufikiria mji wa Baraka kuwa na wasiwasi zaidi, na watu wameanza kimbia kwamba Baraka nao labda imeshikwa. Nyinyi wazalendo mmesema namna gani nyinyi wa unité spéciale? Zie wa unité spéciale bwana Mwariri, nakwambia kwamba Baraka ni amani na utulivu, kwa mlima ni amani na utulivu, Fizi Center ni amani na utulivu, fasi zingine za huko Mtambala ni usalama kawaida, na huko Point Zero katika maeneo mbalimbali, kwa sababu Point Zero ni village ambazo zinakuwa hapo, kuna kazi ambayo inaendelea kufanyika, na huko Mikenge hadi tutafika Minembwe, kwa sababu Minembwe ni ardhi ya nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Mengine tutakuwa bajulisha bwana Mwariri, kwa sababu ni kijeshi na kazi inaendelea kufanyika bwana Mwariri. Labda unakuwa na habari ya mwisho kwa kuzungumza, ili kwamba tupate kuachana na wewe kuhusu hizo tu habari za huko. Mnasema kwamba kwa sasa mnapigana hapo Kipupu, raia wategemee nini? Kwa sababu kwa saa hizi labda wanakuwa na hofu ya kufikiri kwamba labda Kipupu nayo itaanguka tena. Ndiyo, katika eneo ya Kipupu hayakuwa mara ya kwanza Kipupu imeanguka, hayakuwa mara ya kwanza Mikenge naanguka, hayakuwa ya kwanza Kalingi naanguka, hayakuwa ya kwanza Minembwe naanguka, hayakuwa mara ya kwanza unasikia Bijombo. Ni vile ni kawaida, kwa sababu ni wale watu ambao wameleta shida kwetu, tutaendelea kupambana nao, hatuogopi kila kitu fulani. Tunaambia raia yetu iangalie, iwe nyuma ya FRDC wazalendo, kwa sababu ni wale ambao wanastahili kufanya kazi na kuwalindia usalama. Yaani kila mtu aangalie kwa hizo force ambazo zitafanya kazi mpaka mwisho bwana Mwariri. Na sisi kwa ngambo yetu, sisi wa unité spéciale, tutaendelea kutumika pamoja na wengine wazalendo, mastructure mbalimbali ambazo tuko nazo pamoja, kwa sababu tuko sisi wote pamoja kwa kuleta amani katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Ndio, mheshimiwa, turejea katika hilo swala la vita pale maeneo ya Kipupu. Je, leo haiwezi kaasiri maisha ya raia wa maeneo yale ambapo mnakuwa mnamiliki na muda mchache tena unasikia kwamba wanawaondoa? Ndio, unajua ya kwamba mwezenu ambaye anakuja kukuchezea inapaswa ukuwe na wewe na strategia ambayo utaitilize. Haiko kusema ya kwamba raia tutaiacha vile. Raia naye najua, kwa sababu hakuyamaliza siku 3 adui tunampiga pale na merudia, tukamkimbiza Mikenge, njoo alirudilia. Adui naye anaturudilia, ili tu ni ile mbinu ya kuua raia pale Kipupu ambayo imemleta, ya kuua raia, ya kumaliza raia, kwa sababu unajua hali yao. Wao wanajiita wa liberateur, wanabeba na mangombe za watu na nguruwe na kuku, wanabeba na imbwa. Utasema kama ni wa liberateur bwana Mwariri, ni kusema ya kwamba ni wamwizi. Wamwizi wamekuja, basi unajua mwizi akikuja kwako unapaswa ujidefend, na njoo kazi ingawa inaendelea huko. Tutawaambia nyingine habari za Kipupu, lakini habari za Kipupu ni vita ambayo iko hapo sasa hivi bwana Mwariri. Ndio, leo kuna habari ambazo zinazagaa kwenye mitandao wakitishia watu kwamba wametoka Point Zero, kwa hiyo wanaandaa kukamata Kalemi. Nyinyi mnazungumza nini kuhusu hilo? Hiyo ni mapaniki ya adui. Adui nadhani ulifuata ma message ambazo kwa nasema aseme kuko vitu aliona Minembwe. Hayaona, ni bado ya kwenda Kalemi, ni ma message za adui ili destabilize wale wote ambao petete unajua kati ya warahia na kati ya wanajeshi wa moja na kati ya watu fulani wako kwenye nani ya adui. Sasa ule asikushitule wewe, uangalie mambo itaendeka namna gani, na hakuna kwenye adui atafika, kwa sababu haiko leo ndio alisema Kalemi walisema sijui. Wewe unajua bwana Mwariri, siku ambazo zipita adui anasema hamtaonaka wazalendo ni Uvira, hamtaonaka milimani, hamtaonaka Mkongo. Sisi ni wazalendo hapa, na sisi kwetu tunabana, wako wanapita wanaacha wazalendo pale, wanachora huku, tunawapiga hivyo bwana Mwariri. Ushirikiano gani sasa kati ya wazalendo na FARDC? Ushirikiano kati ya FARDC na wazalendo iko mzuri, ingawa tu kunaweza kuwa wamoja wanapenda sawa vile ubaguzi na siasa mbalimbali zenye ziko sawa, lakini FARDC na sisi tuko pamoja, kwa sababu ni hao ambao wanakuwa wakubwa wetu. Unajua kama FARDC na sisi ni wamoja, na wao njoo wako government na sisi tuko hapa sawa reservist wao ambao wanawasaidia kupiga adui. Lakini neno naweza ambia wale wa viongozi wajue kama hali haiko mzuri, adui hawezi kuwa iko naenda napiga madrone kutoka Rwanda
zikuye shambulia watu hapa nchi ya Kongo, haiwezi wezekana. Lakini kati yao tuko wazuri nao na wengine hatuko sawa, kwa sababu wana mbinu mamoja zinatupendi kati yao wa FARDC hata na wazalendo wamoja tuzuri, lakini tunawaambia kwamba drone hawezi toka huko kwetu kushambulia, na haiwezi kuwa vizuri tena kuwa tunabebana kwa burebure wa unga wa wanamke wa shambani. Hapana, ni kazi ya kutetea ulongo. Sasa vile mimi niko hapa ni kutetea ulongo. Jusqu'à la mort. Bwana msemaji wa unité spéciale, labda kama gisi unasema raia wawategemee na nguvu zaidi, kwa sasa unité spéciale iko wapi? Tumesikia kwamba mmeanza tena vita huko maeneo ya Rugezi huko. Je, hizo habari ni za ukweli? Ndio, habari za adui ni kusema ya kwamba sasa vile mko mnasema program yake ni ya kwenda Kalemi. Sasa vile mko nasema tuko naiona na tuko tunaifanyia kazi kweli. Vita Rugezi ni kawaida wana Mwariri, na huko Kipupu ni unité special, hapo Rugezi unité special, Rurambo unité special, Mitamba unité special, Rubuga unité special. Maki hakuna wakudanganya mwana Mwariri. Ndio wangu ndakuambia kwamba kazi inaendelea kufanyika kweli. Tuseme ukweli, tuko tunatumika kazi na kila mmoja anapaswa tusenili kwa hiyo kazi, na tutaendelea kuifanya. Naweza kuambia sasa hivi huko wengine saa vile mzee William Yakutumba, vraiment mwanaume, tuko pamoja kwenye kazi. Wale ni washujaa, ni wanaume ambao wanaendelea kuwa pamoja na sisi wakiambatana na ngoma nzito, na sisi pia tutaendelea kufanya. Na wengine tunawahimiza kuendelea kutusupport pour que tuone gisi mambo itakuwa. Na mwenye haya deploy anze deploy parce que inchi haiko mzuri. Ndio, kwa kumaliza, labda kunakuwa na wazalendo wengi ambao wangali Uvira, wakati nyinyi unité special mko mnapambana kwenye milima ya juu. Nini hasa inaweza kuwa ujumbe kwao? Ujumbe wafate mwenendo wa unité special, wale wazalendo wafate mwenendo wa unité special. Sio muda wa kubaki tu sawa vile sijue nini, kwa sababu mafro zetu tuko maplen unajua tuko pale mingi sana, tuko mingi, hatuko watu wawili plan tuko imara kabisa. Hopla tuko imara, hakuna kwenye fasi utakuta tuko watu wawili, hapana. Utakuta watu ni hatari. Wanakuambia ya risk ya kukukula, kwa sababu saa zimoja wanafika mshamba kabisa ya mtu, for example ipite hapo utakuta mtu atalalamike, lakini kwa sababu sisi tuko professional, tunakuwa na baba wa mama na wengine ambao wanatupenda, wanatusaidia, ni kwetu, tutaendelea kutetea ulongo. Lakini na kuambia tunafunga haiko kusema tu maho plateau. Sasa tunakuwa na mabondeni, tunapaswa tukue hata huko kwenye hatujue kwenye adui iko napangia mipango. Unaona drone iko naenda piga watu kwa mlima, inaua raia, maelfu ya watu hawana shida. Ndio maana nakuambia kwamba wale wenye hawayakuwa na mlengo wa kuangalia mbali wafate unité special, kwa sababu kwenye mafro zote ukisikia Kipupu unité special, huku unité special, na hiyo ni kweli, haiko ya kudanganya na haiko ya kusema hapa tujitape, hapana. Ni kazi mbele, mengine baadaye. Ujumbe wa mwisho? Ujumbe wa mwisho ni kuambia raia ifate FARDC na wazalendo, kwa sababu ni hao ambao wanastahili kufanyia kazi ya kidemokrasia ya Kongo mpaka mwisho. Wana Mwariri, asante. Na ni hapa ndipo tunafika mwisho kabisa wa taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, taarifa ambayo imeandaliwa kwenu naye Janvier Emmanuel Kaluya. Nikutakia asubuhi njema na mchana mwema kwako usiokuwa na bugza. Kwaherini.